Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu wa mwaka 2026-2027 ambapo ligi kwa sasa tunaona imeweza kufana. Sasa siku ya leo tunakwenda kuangaza kwa kile ambacho kimeweza kujiri kutoka katika mchezo wa mzunguko wa tatu kati ya klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Singida Black Stars, miongoni mwa mchezo ambao watu wengi wameweza kufuatilia ili kutokana na uwepo wa klabu ya soka Simba, uwepo wa klabu ya soka ya Singida Black Stars, miongoni mwa vilabu ambavyo vitakwenda kutuwakilisha katika michuano mikubwa ya kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba huku Singida Black Stars wao wakituwakilisha katika kombe la shirikisho barani Afrika. Fahamu mchezo huu umeweza kuchezwa katika uwanja wa Airtel uliopo mkoani Singida, ambapo klabu ya soka ya Simba wameweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-1. Fahamu bao la klabu ya soka ya Simba lilifungwa dakika ya 12 kupitia kwa Clatous Tuta Chama Triple C Mwamba Lusaka, miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vizuri ndani ya klabu ya soka Simba, akiweza kuandika bao lake la pili msimu huu katika ligi kuu ya NBC ndani ya klabu ya soka Simba, na ni bao la pili mfululizo mara baada ya kufunga Pamba Jiji ameweza kuifunga Singida Black Stars. Lakini fahamu klabu ya soka ya Singida Black Stars waliweza kusawazisha bao hilo dakika 22 kupitia kwa Shekan Ibrahimu, mchezaji ambaye anaitumikia klabu ya soka ya Singida Black Stars kwa mkopo akitokea Yanga Sports Club. Lakini dakika ya 62 kipindi cha pili mambo yakabadilika, ambapo Rushan Dirok miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vizuri ndani ya kocha wekundu wa Msimbazi, akiwa ni defender kutokea Afrika Kusini, akaweza kuipatia klabu ya soka ya Simba bao la pili, na mpaka mwamuzi wa kati anapuliza kipeka chake kwa sheria mpira umemalizika, basi Simba wameweza kufanikiwa kushinda mabao 2-1 dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Singida Black Stars. Lakini kumbukwe, mara baada ya mchezo huu kumalizika, tunaona kunako msimamo wa ligi kuu ya NBC vinara ni klabu ya soka ya Simba Sports Club, ambapo Simba mpaka sasa wamefanikiwa kucheza michezo mitatu ndani ya michezo mitatu ambayo Simba wamecheza katika ligi kuu ya NBC. Basi wamefanikiwa kushinda michezo yote wakiwa na faida ya mabao 2, huku wao wakiruhusu mabao 2 na wakiwa na faida ya mabao 4 na alama 9. Lakini nafasi ya pili yuko Young Africans ama Yanga Soka Club, ambaye yeye amecheza michezo miwili, katika michezo miwili amefunga mabao 7, yani idadi ya mabao mengi kuliko Simba ambao amecheza michezo mitatu wakiwa na faida ya mabao 2. Kwa upande mwingine Yanga ana alama 6 katika nafasi ya pili. Kwa tunaona huo ndio msimamo kwa hizi timu mbili ambazo kwa sasa zimekuwa ni vipenzi za mashabiki wengi nchini Tanzania. Tuambie neno la comment kwa upande wako, ni timu gani ambayo unaiona itakwenda kubeba ubingwa msimu. Sasa mara baada ya mchezo wa klabu ya soka ya Simba Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Singida Black Stars kuweza kumalizika na klabu ya soka ya Simba kuweza kuibuka na ushindi wa mabao 2-1 kupitia aliyokuwa msemaji wa klabu ya soka ya Simba na klabu ya soka ya Yanga, ambaye kwa sasa ndiye msemaji wa timu ya taifa ya Tanzania, ndugu Haji Sunday Manara ameweza kutoa neno. Kumbuka Simba waliweza kupata red card katika mchezo huu, ambapo Anthony Mligo fullback ya kushoto iliweza kupata kadi, ambapo Manara ameweza kutoa maneno anasema hivi: mazoea hujenga tabia. Ikumbukwe klabu ya soka ya Simba mpaka sasa wamefanikiwa kupata kadi 3. Sio wamefanikiwa, ni kwamba ni mazoea hujenga tabia, ambapo tunashuhudia mchezaji kama Ibrahim Jaba amepata kadi nyekundu. Tunamshuhudia mchezaji anaofahamika kwa jina la
Huyu ni beki ambaye klabu ya soka Simba ameweza kumpoteza. Anton Mligo naye pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wameweza kupata kadi nyekundu. Kwa hiyo katika michezo mitatu ambayo Simba wamecheza, michezo yote wamepata kadi nyekundu. Tuambie neno la comment kwa kile ambacho amekisema Manara. Je, ni kweli ama ni uongo?